Mtoto hajaja mpaka saa hizi jamani. Mtoto ameenda wapi? Haya, wewe mdogo wako naye ameniaga naenda chukua mahitaji hapa ndani. Mpaka saa hizi haonekani. Ameenda wapi? Bado mbona nimeshiba. Tumbo limejaa. Nikula mama na mtoto nakwambia. Tumbo limejaa. Isije ikawa bibi vija kachukua watoto. Kamata mdogo wangu na huyu mtoto wangu. Kuna mtoto ananipa mashaka. Wewe umeshapata pesa. Yule kapenda asipopendwa utwa nalia. Bwana mtoto ananitia stress. Huyo mwalimu nikitegemea naye ana akili, kumbe naye hana akili. Ile toto langu lenyewe hilo ni lijinga kabisa. Sijui hata limeenda wapi. Yaani ile ndio tokonyeo kabisa. Wananitia stress. Vija kawakamata. Lakini vija hiyo kombola niliyopiga sidhani kama atakuwa amewakamata. Hebu niwaangalie kidogo. Dada, kumekucha hivi? Hatujachelewa kweli? Hebu ona. Hapana mdogo wangu, hatujachelewa. Ile dawa ulionipaka imenisaidia sana. Ile ni ya masaa 13. Endapo tutachelewa tu kukifuata kile kikombe kule porini, nitakufa mdogo wangu. Baada ya masaa 13 twende tukafuate kile kikombe. Haya dada, hicho kikombe ndo kinapatikana wapi? Hicho kikombe kiko katikati ya msitu mdogo wangu. Na tujitahidi mpaka tufike ili nisihatarishe uhai wangu. Dada, haya yote unayataka. Mbona sasa ulivyoniingiza kwenye matatizo yako? Mdogo wangu, kwani unalalamika hivyo? Unataka mimi nife? Sio hivyo dada. Haya mambo ulipaswa uniambie muda mrefu. Hebu ona sasa yaliyokukuta. Sasa hivi tunabaki tunalaumiana bure tu. Mdogo wangu, maji yakishamwagika hayazoleki, usinilaumu sana mdogo wangu. Nilikuwa kila nikikupa ushauri dadangu, niambie utaki. Kila nilikwambia dada fanya hivi utaki. Angalia sasa hivi umeniingiza mimi ambapo siko kabisa. Mdogo wangu, sio wakati wa kulaumiana tena. Sio wakati wa kulaumiana kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa natetea wadogo zangu msimka dhalilika. Hebu angalia sasa hivi hali yako. Kila nilikuwa nikikwambia dada niambie ukweli. Ya juu unachokifanya. Dada umekazana na walinda na wafanya hivi na wafanya hivi. Angalia leo matokeo yake. Mungu kakuumbua dada yangu. Mdogo wangu, usinilaumu. Huu sio wakati wa kulaumiana kabisa. Tuangalie tatizo liko wapi. Nakuomba mdogo wangu, usinilaumu. Subiri nipone, tutakaa tuyaongee. Sawa dada, haya twende. Sasa wanaenda wapi? Hebu muone huyu mama anavyochechemea. Yaani huyu mama masaa 13 hajafa mpaka saa hizi. Kweli mama ana roho ya paka au isije ikawa nikipaka nini? Hebu kiangalie kilivyokuwa cheupe. Yaani hichi kinanitisha. Nimekukubali mama wewe. Yaani hapo siwaoni wadogo zangu wala mtoto wangu. Ina maana hajawakamata, wako kwenye mishemishe zao. Sasa hapa nilipo nimepata kwanza hewa nzuri. Naona wadogo zangu wako sehemu salama, lakini wakirudi nitaambia huko mlikolala. Kila mtu alale huko, maana mimi hapa kwangu sitaki mtu. Nataka kee mwenyewe. Hebu ngoja niende kanywe vichai vyangu.
na kaandazi kangu mpumzike, lale kidogo maana leo sitoka. JP, nimekuja nyumbani kwako, nimekukuta hauko. Nimekaa ndani ya lisaa lizima, umeniambia unakaribia kuja. Haufiki. Nimeamua kuondoka. Niko hapa baba tunapokutana, nimekuelekeza. Wewe, umeniambia lisaa limoja. Na sasa hivi nimekaa hapa baba. Lisaa limoja tena. Haufiki, wewe uko wapi? Umekuwa Yesu wewe? Naomba usinidanganye. Kama unakuja niambie unakuja. Kama hauji nijue hauji. Nina mambo mengi ya kufanya. Usinipotezee muda. Sawa? Poa. Kiamu. Yaani tokea nimeingia kwenye mahusiano, sijikutana na pasua ubongo, sijipasua kichwa kama huyu kaka. Yaani hajielewi, hajui ni maana ya mapenzi, hajui maana ya thamani ya mtu. Hivi huyu kaka na matatizo gani jamani? Mbona ananipitisha hivi? Yaani sijui nitoka na wapi na wapi vijana wadogo wadogo. Kama sijakoma, sitoka nikome tena. Magwanda wanajeshi kakutana na kisanga. Ameniposti Instagram, ameniposti uko Twitter, ameniposti na Facebook. Eti amenipiga X, tayari nishakufa, naogopa kukomenti. Maumivu ya moyo na nifanya na kuwa zuzuo. Sijiwezi mwenzio, mina baki na lia. Wanasema ulicho nacho ukioni cha thamani. Habari dada. Salama, mambo? Poa. Samani dada. Bila samani, karibu. Nilikuwa na shida kidogo. Ndio, karibu. Mimi ni mpangaji wenu wa ile nyumba ya juu pale. Ndio. Kuna ndugu yenu mmoja alikuwa anachukua kodi pale, ule Imelda yule. Sasa ilitokea shida kidogo, tukawa tujaelewana kuhusu kodi. Kwa hiyo akawa amenipokonya funguo. Yaani sasa hivi ni kama mwezi hivi. Lakini pia nilienda kwa yule ndugu yenu mwingine ili tuweze kuyamaliza, ikashindikana. Tukaenda paka kwa mwenyekiti, tukaongea, bado hatujayamaliza. Paka sasa hivi nipo kwa mama yangu mdogo. Na unavyojua leo ni siku ya sikukuu ya Krismasi. Nilikuwa natamani nile nikiwa kwangu, lakini nakula niko kwa mama yangu mdogo. Naomba unisaidie dada yangu, kama kuna uwezekano nisaidie kama mwanamke mwenzako. Na kuomba sana. Kwanza pole. Nashukuru umenipata. Na pole sana kwa kunitafuta. Sasa nikuulize, labda mlienda kwa mwenyekiti? Ndio. Ulifika? Ndio. Na mwenyekiti alisema? Mwenyekiti aliniambia kwamba nendeni mkayamalize. Kuona yule dada akutaka. Kwa hiyo hamkukutana kabisa? Toka kama hivyo tulikutana tu hapo kwa mwenyekiti, tukaachana hapo. Jamani dada yangu. Pole tu kwa yote uliyopitia. Sasa muda wangu sasa hivi umenitupa. Naona unitoshi kabisa. Hapa nilipo naelekea wapi? Naelekea kuna kisherehe hapo hivi, kuna leo unajua leo ni Christmas. Ndio. Ni muda wa kuchangamka. Lakini nahisi mida baadaye nitaenda kwa mwenyekiti, alafu nikusetie hilo jambo lako, sawa? Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu hawana jema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumomba Mola,
maana yeye ndo mpaji. Ona kila nalofanya kwa ubaya, hawapendi kuniona mbele ninasonga. Leo hii mimi kweli kani. Hivi Christmas leo ikoje leo? Angel kanitoroka. Nampigia simu zangu hapokei. Wala Christmas imekuja vibaya sana kwangu. Ila simu nimeendekeza mwenyewe. Naona kulala peke yangu kweli? Peke yangu kweli leo? Hapana. Ila sema nimeendekeza mwenyewe. Kuna demo huyu, sio kuna huyu. Afu nikiwapigia wote simu zangu, hakuna anayejibu. Nimeandaa kila kitu pale geto, hakuna anayeshika simu. Jamani. Not on the beat. Unaponiangalia hata ukizimata na kuona kwa hisia. Mbona piskali tena? Na unavyoniongezea nalewa na siku ataba pinguchu unanjazia ni kwako mtoto. Sije kuionaga hapa mtaani. Kula kwetu kukawa tangazo, tutapokosa mchana usiku ndo nikakosa vigezo. Wewe. Unatoka naye. Salusi niko sina pisi. Kwanza yake fresh ila kiniona. Utanyesha chosifura utaichukua. Wewe ndio koti wa mvua najua. Utabaki ndotoni na upweke kitandani. Dada samani. Samani. Bila shaka ni mgeni hapa mtaani, si ndio? Ndio. Mimi ni mwenyeji wa hapa mtaani lakini nawafahamu watu wengi sana. Lakini sura yako ni ngeni sana machoni mwangu. Ningependa kwanza tufahamiane. Sijui unaitwa nani? Naitwa Kachori. Wow, Kachori. She look beautiful now. Una jina zuri. Kachori. Unajua uzuri wa jina lako unapatana kabisa na uzuri wa sura yako. Bosi sana uwaridi ambao liko katika bustani nzuri ya maua yenye harufu nzuri sana. Naomba ningepata fursa ya kuchavusha ua lako kama utojali. Kivipi yani sijakuelewa? Utanielewa. Unajua leo ni siku ya Christmas. Ni siku special sana kwa marafiki, kufurahi na ndugu. So nimeona nikupelekee wewe ili mradi tuweze kufurahi kwa siku ya leo. Kama utojali, naomba unipatie namba zako za simu. Simu yangu sina hapa, nimemwachia dada nyumbani anaitumia. Okay. Hamna shida. Unaweza kunitajia tu namba zako alafu then nitakucheki utaenda kuona message kule. 07 89 13 36 19. Udimbo unaonekana kama rahisi hivyo. Si ni mwambie twende geto na kikata itakuwaje? Ngoja nijaribu. Okay, sawa. Hamna shida. So kama utojali, naomba tukashiriki kwa pamoja kwa sababu siku ya leo nimeandaa vitu vingi sana. Yaani na baadhi ya hela zangu ambazo nimeziweka kwa siku ya leo kwa sababu ya kufurahia baadhi ya marafiki zangu. Kwa kama utojali, naomba tukashiriki kwa pamoja siku ya leo. Huyu kaka inaonyesha na hela. Acha nisikose bahati. Tufanye hivi,
Ngoja niende pale kwa jirani nikaiache hii ndo hapo afu nirudi. Okay, nakuwait basi. Haya, sawa. Kwako mtoto nacheza pokoloko. Na nikifika naye geto ataelewa show. Sawa, tashukuru sana. Okay. Basi tutaonana au nipe namba zako. 07 47 87 15 74. Okay, nitakucheki basi. Alafu endapo nitakucheki. Naomba uje kwa wakati kwa mwenyekiti. Sawa dada. Maana hapo umeshafika. Maana yani ungeshanipata tokea ule muda. Ungeshapata funguo zako. Lakini nashangaa muda wote umekaa kimya, sijui unalala wapi, sielewi unapoishi. Afu sasa hivi tena unanipata unaanza kunilalamikia, iko vizuri. Mimi mwenyewe sijapenda. Roho yangu mimi huwa ni nzuri sana. Yaani nasikitika kwa nini haujanipata muda wote. Pole sana dadangu. Sawa, nashukuru. Nakukaribisha siku nyingine. Yaani ukipata tatizo naomba unipate kwa muda. Sawa dada, asante. Sawa, karibu sana. Kudadeki walai. Kumbe kuna watu wana roho nzuri hivi. Mimi nikajua watu weusi ndo wana roho mbaya, kwa sababu weusi labda weupe wana roho nzuri, kumbe wapi. Lakini ndugu yake ana roho nzuri. Yaani au wadibadilishana hospitali nini? Asante Mungu, maana hapa nimesaidika, nirudi kwangu. Maana Shumadima classic. Natetemeka kibaridi, homa zinapanda na kushuka, maumivu yanizidi, hata kumpenda ndo najuta. Kifua chanibana, siko hoi, huenda pumu ya mapenzi, napumulia oksijeni mimi sio, nimeamini jana sio leo. Kwani kaka, ni mbali sana na hapa? Sio mbali na hapa, ni karibu tu, ni hapo mbele. Sawa, twende. Ananipaga nyama na katunda tikiti, anajibana bana akikata kabichi, anaga mambo mengi ya sungura na fisi, yendo chanya. Anapenda utumbo na vindizi vibichi, amenipa na nembo ya kuchikichikichi, nimempa na taji anavochanganya, umenoga mwili mzima. Baby, mambo? Ulikuwa wapi muda wote JP? Baby, nishakwambia kwamba nilikuwa nafuatilia mambo yangu ya biashara, na kama unavyofahamu kwamba leo siku ya Christmas, ndio wale wateja walikuwepo siku ya leo, na ningewakosa leo sidhani kama ningewapata tena. Nimekuja nyumbani haupo. Nimekaa lisaa lizima. Unaniambia unakuja, niko karibu, nafika. Yaani nimekaa mpaka nimechoka, nimeamua kuondoka. Nimekuja baa. Baa nimekaa hapa masaa mawili, muulize mhudumu, haufiki. Maana yake nini? Baby, na vitu vingine unatakiwa unasamehe tu. Kwa sababu si unafahamu kwamba nilikwambia ninafuatilia masuala yangu ya biashara. Sasa nitafanyaje? Hakuna kingine. Masaa matatu. Hivi unajua sasa hivi saa 12. Yaani leo ilikuwa tutoke out mimi na wewe kwa sababu ni Christmas. Lakini kwa muda niliokaa, yani nimechoka. Ina maana hatuwezi kutoka tena. Tukae hapa basi. Okay. Mami, naomba unisamehe. Yaani ndo unafanya
kufanya mimi niwe na hasira. Yaani najitahidi nisikukasirishe na kuonyesha upendo wa kila design, lakini wewe unapenda kunikwaza kila mara. Yaani kila tukikutana mimi na wewe lazima tugombane. Haipendezi unajua. Baby, kuna vitu vya kuachilia tu. Hebu fikiria, mpaka nimekwambia nisamee. Na sikuwa sehemu mbaya. Nilikuwa nafuatilia masuala yangu ya biashara. Ndio maana nikakwambia naomba nisamee. Hey, we wish you a Merry Christmas. Wazee wapenzi watazamaji wetu wa film series ya Hitilafu. Hapa tupo wasanii wachache tu ambao tumecheza Hitilafu, wengine wapo na majukumu kadha wa kadha, lakini sisi ambao tumepatikana tumekuja kwa ajili ya kuwa wish Christmas na Happy New Year. Kwa majina naitwa John Patson na ni video director and then ni actor ndani ya series ya Hitilafu, na mbele yetu hapa tupo wengi. Tuanze kulia kushoto. Kulia. Tuhesabuni. Tuanza huku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunaanza huku. Haya, tuanze mamkwe hapo. Unaitwa nani na unawaambiaje watazamaji? Kwa majina naitwa Fatima Ramadhani. Jina la usanii naitwa Vija. Na ndio tangazaji. Hitilafu iko vizuri. Sasa hivi inapendwa. Wasanii wako hivi sana. Director wetu ndo usiseme, tunampenda sana. Napendwa. Okay. Sawa. Haya bana. Wa pili. Kwa majina anaitwa Adija Huseni. Jina langu la usanii ni Adija hilo. Tunaomba wapenzi wetu mnaofuatilia filamu yetu ya Hitilafu, tunaomba muendelee kutusapoti. Tunawapenda sana na Mungu awabariki. Amen. Mamkwe hapa. Kwa majina naitwa Ashura Mohamed Msuya. Kwenye jina la usanii ni ile Ashura, Madamu Ashura. Tunawaomba ndugu watazamaji mnaofuatilia series yetu ya Hitilafu, mtusapoti, mtuunge mkono, mtupe moyo, msitukatishe tamaa. Tunawapenda, tunaomba na nyinyi mtupende. Tunawatakia Christmas njema, karibuni. Haya, kuna mwingine anaitwa nani? Ajiseme mwenyewe. Hapa kuna kitu hapa. Jamani, mnatazama kuna nini hapa? Kuna kitu hapa. Basi nitambulisheni. Sisi tumesema tu jamani. Kwa majina naitwa Mary Mwangi. Lakini kwa jina langu la usanii naitwa Kachori. Mamkwe. Utafanyaje? Tunapenda sana mashabiki zetu wa Hitilafu. Hitilafu tunawapenda sana. Tunaomba mtu unge mkono. Niwatakie Christmas njema. Haya, kuna yule jamaa pale mwisho. Kwa majina naitwa Yasini Madima, ni actor. Kwa jina langu la usanii natumia kama Khan. So tunawapenda mashabiki zetu kwa sababu bila nyinyi hatuwezi kufika popote. So tunawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Wote tunasema Happy New Year. Haya, tuna kitu kimoja kwa mashabiki zetu. Si ndio jamani? Tuna nyimbo tunataka tuwachezee. Children Music Entertainment.
It's DJ Grezzo.